Afya huanzia kinywani. Meno yenye afya sio urembo. Leo tutatazama kwa undani kabisa siri za kinywa chenye afya. Karibu kwenye Nyundo Tano za Afya. Leo tumepata bahati ya kutembelewa na mgeni hapa studioni kwetu, mtaalamu wa kinywa, afya na meno. Karibu mtaalamu. Naam. Kwa faida ya watazamaji, jitambulishe tafadhali. Kwa jina naitwa Hassan Daud Jumanne, ni mteknolojia wa viungo bandia vya kinywa na meno katika hospitali ya Royal Polyclinic. Sawa mtaalamu. Bwana mtaalamu, hapa kuna nyundo zetu tano. Nyundo zetu tano za afya, unapaswa kuzijibu kama inapotakiwa tuseme. Na bila kupepesa maneno, naomba tuanze kabisa kwenye nyundo ya kwanza. Ndio. Uko tayari? Niko tayari. Umejipanga vizuri? Nimejipanga vizuri. Baadhi ya watu wanapiga mswaki kila siku, lakini bado wanapata matatizo ya meno. Sasa wewe kama mtaalamu wa afya ya kinywa na meno, hili limekaaje? Naam, kupiga mswaki sawa na kupata matatizo ya meno ni vitu viwili tofauti. Namna upigaji wa mswaki wa huyo mtu anayepiga mswaki inaweza kupelekea sababu ya kupata matatizo ya meno bado vile vile hata kama anapiga mswaki. Na mara nyingi sababu nyingi ambazo zinapelekea watu kupata matatizo ya meno sawa aliyakuwa anapiga mswaki, uko vitu vingi. Je, ni namna ipi ambayo unatumia kupiga mswaki? Sawa. Je, pia ni dawa ipi ambayo unatumia kupiga mswaki? Na baada ya kupiga mswaki, the whole day, siku nzima ya matembezi yake, ni vitu gani akivifanya? Sawa, kwa sababu umepata matatizo ya meno sio kupiga tu mswaki. Unaweza kuwa the whole day labda unafanya kazi anapenda kutafuna vitu vigumu. Mara ameshika karatasi. Kuna watu wengine ana allergy, akiwa anaandika lazima kalamu anatafuna kizibo cha kalamu kile. Mtu uchukua pombe au soda anafungulia kwa nini? Kwa meno. Kwanza pita matatizo ya meno. Kwa kupiga mswaki na kupata matatizo ya meno vitu tofauti. Lakini moja ya sababu inayochangia watu kupata matatizo ya meno ni lifestyle ya maisha ambayo tunayaishi. Inaweza kuwa napiga mswaki lakini bado anaendelea kupata matatizo ya meno. Sawa. Nyundo ya pili nasema, hebu tuambie daktari, chanzo kikuu cha mdomo kutoa harufu au chanzo kikuu cha harufu mbaya katika kinywa ni nini? Okay, sababu zinazopelekea harufu mbaya za kinywa zipo nyingi sana. Na mojawapo ni hizi zifuatazo. Cha kwanza ni usafi mbaya wa kinywa. 80% ya kesi zote zinatokea kupatikana kwa uchafu au harufu mbaya ya kinywa ni kutosafisha kinywa kwa ustadi uliokuwa sahihi, kwa sababu tunakula, tunaacha mabaki ya chakula. Kwa ile mabaki ya chakula tusipoyaondoa baada ya kula inapelekea mdomo kutoa harufu. Na sababu ya pili, ulimi mchafu. Kwa sababu nyuma ya ulimi kuna vijidudu vingi vinavyotoa harufu kama mayai yaliyooza. Kwa watu wengi waga tunasahau kusafisha ulimi. Na sababu ya tatu ni mdomo kuwa mkavu. Mdomo kuwa mkavu nao unapelekea mdomo kuwa kutoa harufu, kwa sababu mdomo unapaswa muda wote kuwa na unyevu. Kwa mtu mwenye mdomo mkavu au mtu ambaye mara nyingi sana wakati wa usiku akilala, akiamka au analala wakati usiku mdomo uko wazi, unaona asubuhi akiamka mdomo ni mkavu, automatically ule mdomo unatoa harufu nyingi. Tuendelee kwenye nyundo ya tatu. Nyundo yetu ya tatu inasema kwamba hivi ni mara ngapi mtu anapaswa kupiga mswaki? Kitaalamu mtu anapaswa kupiga mswaki almost kwa siku mara tatu au mara 2 kwa mtu ambaye anaweza, ambao tunapiga mswaki ni baada ya kunywa chai na kabla ya kulala. Watu wengi tunasahau tunapiga mswaki kabla ya kunywa chai, lakini kiutaalamu tunapiga mswaki baada ya kunywa chai. Na baada ya kupiga mswaki huruhusiwi kusukutua ile dawa ya meno ndani ya mdomo. Unapaswa kubaki ile dawa ya meno kubaki ndani ya mdomo kwa whole day la siku nzima ambayo utakuwa unafanya shughuli zako, kwa sababu hutapata muda wa kupiga mswaki. Ndio maana wanashauri, kwa nini tunapiga mswaki baada ya kunywa chai? Sababu tunaashumu usiku ulilala kabla kulala ulipiga mswaki. Na almost mtu ambaye anapiga mswaki usiku kabla ya kulala, akiamka asubuhi akinywa maji anakuwa na ladha. Jaribu hicho kitu. Ukipiga mswaki kabla ya kulala, ukiamka asubuhi kinywa maji yana ladha. Naomba hata kabla hujaamka asubuhi, hata ukishtuka ile saa 9 saa ngapi, kunywa maji yana ladha. Kwa tunaamini sasa ule mdomo ulikuwa ni safi na salama. Ndio maana tunaamini ukiamka unaweza hunde ukanywa chai yako, baada ya kunywa chai ukapiga mswaki, usisukutue na maji. Ile dawa ibaki mdomoni. Kwa sababu tunaamini the whole day katika mzunguko wako utaconsumption vitu vingi vyenye sukari, vyenye nini, hautapata muda wa kusukua mdomo. Kwa ile dawa iliyopo ndani ya mdomo kazi yake ni kulinda wale bakteria wasiweze kwenda
kusababisha madhara makubwa kwenye nini, kwenye kinywa. Nyundo 4 nasema bwana daktari kwamba sababu zipi ambazo zinazopelekea meno kuoza? Sababu zinazopelekea meno kuoza ziko 3 mpaka 4, lakini leo nitaelezea kiutaalamu sababu zinapelekea meno kuoza. Cha kwanza, ili kitu kiweze kuoza lazima meno yenyewe yawepo. Meno sawa, kwa sababu akiwezi kuoza kama meno kwanza. Ya pili, sawa, ni vyakula vya sukari. Cha tatu ni bakteria. Sawa. Kivipi? Kwa sababu binadamu always tuna consumption vyakula vingi. Sawa, lakini vyakula ambavyo vinapelekea meno kuoza, sawa, ni vitu vyenye sukari. Consumption ni vitu vyenye sukari kwa sababu ndani ya mdomo wetu kuna bakteria ambao ni normal flora au makazi yao ni mdomoni. Sawa, na hawana madhara. Madhara wao tunapata vipi kwa wao? Endapo tunapokula vyakula vya sukari, sawa, baada hapo tunashindwa kusukutua kusafisha meno yetu. Baada ya kuconsume vile vyakula, wao wanavitumia vile vyakula kama binadamu kama sisi. Hasa wale wakivila wana undergo process moja inaitwa fermentation, wana produce lactic acid. Hasa ile lactic acid ndio ina madhara kwenye kinywa chetu kwa sababu inakwenda kudissolve mineral content au madini yaliyotengeneza meno, kwa sababu tunajua kitaalamu meno yametengenezwa na madini ya calcium na potassium. Sasa layer nje ya meno waga always ni hard, ni ngumu, sio rahisi kutoboka, lakini lactic acid inaanza kutoboka kidogo kidogo kuja kwenye layer ya pili ambayo ni dentin. Sawa, ambayo hiyo layer ni ngumu, lakini hauwezi compare na layer nini, layer ya nje. Na tatu ni layer ambayo inaitwa ni pub. Hiyo ni layer ambayo ni soft ukompare na dentin na ile enamel ambayo ni upper layer, ambayo ndani sasa ya hiyo pub ndani yake ndio kuna blood vessel, utakutana na nerves ambayo inapelekea hata mtu ukisikia jino linauma basi ujue sasa limeshafika katika sensitive, either imefika katika stage ya pub au imefika kwenye nini, kwenye dentin, kwa sababu pale at least kuna nerves na kuna blood vessel ambayo unaweza kufeel pain. Na almost kwa mtu ambaye atakuwa anahisi maumivu kila kitu cha baridi au cha moto anahisi ganzi, basi tunaamini hilo jino lake limetoboka katika stage ya pili ambayo ni stage ya nini, ya dentin, kwa sababu dentin kuna small hole, lakini ndani yake kuna nerves ambao vinapelekea sensitivity bora kama kuna maumivu. Lakini ikifikia hatua jino limetoboka descend katika pub ambapo kuna blood vessel na vessel, huwezi kulala, hauwezi kulala kabisa, au maumivu utakaofikiria huwezi kupata usingizi, kwa sababu ambayo inapelekea meno kuoza ni consumption ya vitu vya sukari kwa kiasi kikubwa. Na nyundo yetu ya 5 nasema kwamba watu wengi hawafahamu kuhusiana na swala zima la matibabu ya meno bandia. Wewe kama mtaalamu wa afya kinywa na meno, hebu tuelezee kwa ufupi au kwa uchache kuhusiana na matibabu ya meno bandia. Ni sahihi unachokizungumza. Jamii inahisi kama ni miujiza, sawa, au ni uchawi kwambia kuna meno bandia, na anakuuliza tu maswali, anatafuna kabisa nyama kabisa, anakula kama kawaida. Yamwambia ndio, lakini ni mtu bado haamini kama ni miracle, ni muujiza. Hapana, meno bandia ni meno ambayo yanatengenezwa, sawa, yanatengenezwa maabara, sawa, maabara ya kinywa, ili kureplace au kuweka mbadala wa yale meno ambao yameondoka kwenye kinywa. Inaitwa meno bandia, ambayo ya meno yapo ya aina mbili, sawa. Kuna ya kuvaa na kuvua, au yale ya moja kwa moja. Sasa kuna utaratibu, haya kuvaa na kuvua kuna namna ya kuyatunza, na kuna haya moja kwa moja pia kuna namna ya kuyatunza. Kwa kuna faida kubwa sana ya meno bandia, sawa, kwa sababu meno bandia yana faida nyingi sana. Sasa moja hapo, meno bandia kwanza yanasaidia kuyatunza hata yale meno yalobakia, kwa sababu tayari umeshang'oa meno, imebaki space, kuna uwazi, na meno yana tendency ya kutoka ya kukaa sehemu ambako kuna uwazi. Kama binadamu yote anapenda kukaa sehemu ambako anaweza kufanyaje, kujitanua. At the same pia meno yanafaa. Sasa meno yakianza kumove kutoka kwenye sehemu ambayo ilipaswa kuwepo ikaja sehemu ambayo ilipaswa kuwepo, inapelekea hata yale mtali mzima wa meno au muunganiko mzuri wa meno unapotea. Kwa cha kwanza, meno bandia faida ya kwanza ni kutunza yale meno yalobakia ili isiweze kumove kutoka position yake. Pia yanamsaidia mtu kutafuna, mastication, ile uwezo wa kutafuna, kwa kuna balance ya juu na chini. Sasa mtu katoa meno ya nyuma, tunatafunia meno ya nyuma huko chini. Sasa chakula meno ya juu yapo, lakini ya chini hayapo. Sasa anatafunaje? Kwa atakuwa anatafunia upande huu moja, kwa sababu hakuna balance. Sababu ya pili nyingine, faida ya meno bandia, yanasaidia namna mtu anaweza kuzungumza
kuzungumza, sababu ukishatoa meno kuna baadhi ya maneno huwezi kuzungumza wala herufi zingine huwezi kuzungumza, lakini utakapoweza kureplace jino limetoka kuweka jino lingine unaweza kuzungumza vile vile. Pia sababu ya 4 ni muonekano, facial expression, kwa sababu kuna wengine akiwa na pengo anaona hata aibu, hawezi kuwa yani hawezi hapa na watu wanachukuliaje, lakini limetoka jino sawa na kuweza kureplace ile facial expression yako inaendelea ku maintain ile muonekano wako unaendelea kuwepo pale pale. Na faida ya 5 ambayo ni muhimu pia ni comfortability ya mtu, unakuwa comfort, yani ile comfort unao hata unaweza kuzungumza na mtu yoyote. Kuna mtu ambaye mwenye mapengo anakuwa anaona aibu hata kuzungumza mbele za watu, ile inamfanya ajisi feel ya mbele za watu, kwa inamfanya awe comfortable. Kwa jamii iamini kumbe kuna matibabu ya meno bandia, usione kama ni miujiza, hapana. Na hao meno unaweza kuyatunza kaka almost miaka 5 mpaka 10. Kuyatunza tu hilo la kuvaa na kuvua, tunza ukanaza hata miaka 5 mpaka miaka 10. Ni namna tu kuitunza, unaitunzaje na unatumiaje. Sawa? Na yapo matibabu hata kibogoyo ambaye hana jino hata moja, anawekewa meno na anatafuna nyama vizuri na anakula vizuri bila shida yote. Kwa jamii itambue hivyo, yapo matibabu ya kinywa na meno, na sio kila jino linalouma unakimbilia kung'oa, hapana. Yapo matibabu mengi kabisa madaktari wanafanya kwa ajili ya kufanya na kuweza kutibu meno na sio kung'oa. Sawa? Dokta, nikushukuru sana kwa kuweza kuzipangua nyundo zetu 5 za siku ya leo, lakini nilikuwa nimeandaa kidogo kwa uchache sana. Kuna vile vinyundo vidogo vidogo. Tumetoa nyundo 5, tushazimalizana nazo, sasa hivi tunahamia kwenye vinyundo vidogo vidogo. Nyundo yetu ndogo ndogo au nyundo yetu ndogo ya kwanza inasema kwamba ni tabia gani za kila siku ambazo watu huzifanya bila kujua lakini zinaharibu meno yao polepole. Kitaalamu zipo sababu nyingi au ziko tabia nyingi ambazo sisi tunaishi kwa mazoea na tuna vitu vya kawaida, lakini kiafya inapelekea madhara makubwa ya afya ya kinywa na meno. Moja ya sababu, mtu kula ovyo. Yaani mtu anakula muda wote, yani kula. Hii tunaona kawaida, mtu anasema mimi napenda kula tu muda wote, lakini ukimuuliza anavyokula, mara amechukua pipichi, amekula na almost kisha the whole day ana consume vitu vya sukari. Hii ni tabia ambayo ni kawaida, tunaona si kawaida, lakini kiafya ina madhara makubwa sana katika swala la afya ya kinywa na meno. Sababu nyingine, mtu hufungulia soda kutumia meno. Hii pia ni tabia tushazoea, unaenda grocery au unaenda basi mwenye starehe, unaona waiter open akasahau, unachukua nipe tu usipata tabu, ile inafungua. Ile pia ni tabia tushazoea, lakini kiafya ni athari kubwa, ni hatari kubwa kwenye afya yetu nini bila meno. Pia sababu nyingine, kutafuna vitu vigumu. Wengine tuna allergy. Mtu anajisikia zile barafu ambazo watu wanawekea kwa ajili ya kugandisha, yeye anatafuna. Anakuambia najisikia kutafuna mabarafu. Okay, mtu anakuambia mimi najisikia kutafuta kalamu. Miti mtu anatafuna. Tunaona ni kawaida, lakini kiafya ni hatari sana. Na sababu nyingine, mtu kunywa pombe, kuvuta sigara. Kuna vitu vya kawaida katika jamii, lakini vitu ambavyo ni hatari katika afya ya kinywa na meno, na vitu ambavyo vinapelekea sana madhara makubwa ya meno, kuoza, kuwa na harufu mbaya ya kinywa. Sawa, yote yanapelekea madhara makubwa ya meno. Sawa, Dokta, umeeleza vizuri sana mpaka mimi mwenyewe nimeanza kuogopa. Mimi mwenyewe nimeanza kuogopa. Sawa, ngoja tuendelee na nyundo ndogo ya pili na ya mwisho ambayo nimeandaa kwa ajili ya leo. Nyundo hii ndogo inasema kwamba kwenye upande wa malezi, nazungumzia wazazi wengi hukosea wapi katika malezi ya afya ya kinywa na meno kwa watoto wao wadogo. Wanakosea wapi wazazi? Na hii ipo changamoto kwenye jamii. Sasa wazazi wa kike wengi katika jamii tulionao hawajui kabisa elimu ya afya ya kinywa na meno, hasa kwa watoto, kwa sababu mtoto anapokuwa ana consume vitu vingi sana. Na mzazi anaamini sukari kwa mtoto nini. Pia wanaamini wazazi, mtoto anaanza kujifunza kusafisha meno ikiwa na umri wa mwaka 1.5, miaka 2. Mnaambia chukua mswaki, anza kusafisha. Baada ya kuanza ile meno ya utoto decisions kuanza kugrow, na mtu anasema okay, amesafisha meno, lakini kiutaratibu mtoto anaanza kusafishwa meno tu pale tu anapozaliwa. Akishaanza kunyonya, mama anapaswa ni haki yake kumsafisha mtoto wake kinywa. Anamsafishaje sasa? Anachukua kitambara na maji yenye uvuguvugu, anakuwa anampitisha kwenye
ile fizi zake. Hiyo inamjengea hata mtoto anakuwa anajua utaratibu, kuna utaratibu kusafisha meno. Pia wazazi wawazuie watoto kukonsume vitu vya sukari, pipi hizi. Na kama utampa mwanao pipi, hakikisha baada ya kunywa pipi anasukutua nini? Anasukutua mdomo. Pia wazazi wawachunga watoto hizi habits ndogo za kunyonya vidole. Sawa, hizi nao pia yanapelekea matatizo ya nini? Matatizo ya meno. Unakuta mtoto anakuwa meno yako mbele, mengine yako nyuma. Hiyo nayo ni changamoto pia. Na sababu ya 4 ambayo wazazi wanakosea sana, hizi habits tofauti na kunyonya vidole, mtoto ambaye analala huko anatafuna. Kuna mtu akilala anatafuna meno muda wote, unasikia kabisa anatafuna meno. Pia hivi ni vitu ambavyo, hizi ni habits ambazo mzazi akiziona kwa mtoto inapaswa afike kwa hospitali direct, kwa sababu vipo vifaa maalum kwa ajili ya kuvaa na lipo matibabu maalum kwa ajili ya watoto wenye habits kunyonya vidole, kusagauli. Kuna mtu anapumulia mdomo tu, hapumuli pua. Yaani wapo mtoto anapumulia mdomo tu, hapumuli pua. Yaani sijaelewa hapo, yaani kwamba mtoto anapumulia mdomo badala ya pua. Badala ya pua. Hii inakuwa imekaaje? Hizo ni habits, ni tunasema ni genetic, au tunasema kuna inheritance zingine kama yaani kama ni genetic disorder, na ni habits zingine. Kwa mfano kama watoto wenye Cliff Barrett na Cliff Barrett, kwa mfano watu wenye mdomo sungula nini, hizo ni habits zipo hizo, inabidi afike hospitali mtu anapewa matibabu. Sawa. Bwana, nisikuchoshe sana dokta. Nadhani hapa tumefika tamati kabisa kipindi chetu cha leo, Nyundo 5 za afya, na pia nikupongeze na pia nikupopole kwa kuweza kunivumilia kuanzia mwanzo mpaka kufika tamati ya kipindi cha leo. Kwa hiyo karibu sana dokta. Shukrani sana. Siku nyingine ukipata nafasi usisite kupita kidogo kutuona, walau hata kwa mawili matatu kidogo, tutashukuru sana. Haina shida, tuko pamoja. Sawa, shukrani. Bwana, mpaka kufika hapa ndo tumefika tamati kabisa kipindi chetu cha leo cha Nyundo 5 za afya. Mwisho kipindi cha leo ndo mwanzo kipindi kijacho. Usisahau kucomment, kulike, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele kwenye channel yetu ya Royal Polyclinic. Naitwa Chinonso. See you next time. Bye bye.